Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Mwaka wa 2026 ukiwa mwanzoni kabisa, wakazi wa ukanda wa Gaza waeleza matumaini yao. Tunatumaini kwamba mwaka 2026 utakuwa bora kuliko mwaka 2025 na kwamba vita na mateso vitaisha. Mwaka 2026 natumaini kupata matibabu, nafanyiwa upasuaji na kuona siku njema zijazo. Leo katika Jifunze Kiswahili tunabisha hodi Baraza la Kiswahili nchini Tanzania BAKITA kuchambua neno mahuluchi. Ambatana nami hadi mwisho. Ni Jumanne ya tarehe 13 ya mwezi Januari mwaka 2026. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa makao makuu ya Umoja Mataifa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, tupate muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Assumpta Massoi. Asante Arnold. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linasema licha ya sitisho la mapigano huko Gaza, eneo la Palestina linalokaliwa kimabavu na Israeli, maisha ya watoto bado yako katika hali tete, huku zaidi ya watoto 100 wakiwa wameuawa tangu Oktoba mwaka jana lilipoanza sitisho hilo. James Elder, msemaji wa UNICEF, akizungumza na waandishi wa habari Geneva, Uswisi, kwa njia ya video kutoka Khan Yunis huko Gaza, amesema licha ya sitisho la mapigano, mashambulizi yanaendelea kwani these children are killed from airstrikes. Watoto hao wanauawa kwa makombora kutoka angani, ndege zisizo na rubani, vifaru, wanauawa kwa risasi na silaha zinazoongozwa kutoka mbali. Watoto pia wamekufa kwa baridi kali. Kuna watoto 6 wamekufa kwa baridi kali msimu huu wa majira ya baridi kali. In this winter. Vinywaji vyenye sukari na vileo vinazidi kuwa nafuu kwa bei kutokana na viwango vya kodi kwa muda mrefu kuwa vya chini katika nchi nyingi, jambo ambalo linachochea unene kupita kiasi, ugonjwa wa kisukari, magonjwa ya moyo, saratani na maradhi mengineyo, hasa miongoni mwa watoto na vijana balehe, zimesema ripoti mpya 2 zilizotolewa leo na shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO. Kwa mantiki hiyo, WHO inasihi serikali kuongeza kodi za afya kwenye bidhaa za sukari na pombe ili kuokoa maisha na kuongeza mapato. Natamatishia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, hususan jimboni Ituri, mashariki mwa taifa hilo la maziwa makuu, ambako ujumbe wa Umoja Mataifa wa kulinda amani MONUSCO umepatia mafunzo ya ujasiriamali wafungwa kwenye gereza kuu lililoko Bunia, ambao ni mji mkuu wa jimbo hilo. Kupitia ukurasa wa X zamani Twitter, MONUSCO inasema lengo la mafunzo hayo ni kuwawezesha wafungwa hao kutumia muda wao gerezani kupata amali au stadi za kuweza kujitegemea pindi watakaporejea uraiani. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Arnold. Asante sana Assumpta Massoi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye ni wasawa Jifunze Kiswahili. Tutakuwa na mtaalamu wetu Oni Sigala kutoka Tanzania. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti ya from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika, na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa makala na video pamoja na maelezo mengine. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Mwaka mpya unapoanza, wakazi wa ukanda wa Gaza, eneo la Palestina linalokaliwa kimabavu na Israel, wanaendelea kukabiliwa na hali ngumu ya maisha katika kambi za wakimbizi na katika makazi ambayo ni magofu na vifusi vya nyumba zilizoharibiwa wakati wa vita baina ya jeshi la Israel na wanamgambo wa Hamas. Wananchi hao wanasalia kuwa na sintofahamu kubwa kuhusu mustakabali wa maisha yao baada ya miezi kadhaa ya vita na uharibifu. Lakini wananchi hawa wana matumaini gani kwa mwaka huu mpya wa 2026? Tuungane na Lea Mushi aliyetuandalia mada hii kwa kina. Hakuna marefu yasiyo na ncha. Ni msemo wa Kiswahili ambao pengine mwaka mpya wa 2025 wananchi wa ukanda wa Gaza wasingeuamini kabisa,
kwani walianza mwaka mpya kwa makombora kuendelea kurindima kila mahali, huku amri za kuhamahama zikitolewa. Lakini mwaka huu wa 2026, ama kweli wahenga wameaminiwa. Marefu ya vita yamefikia ncha, na ncha imeonekana pale sitisho la mapigano lilipofikiwa hapo mwaka jana wa 2025. Sasa mwaka mpya ukianza, wananchi bado wanakabiliwa na changamoto za ugumu wa maisha baada ya vita, lakini mwanga wa matumaini unaonekana. Sauti sasa ni za watoto wakicheza. Wapalestina waliokimbia makazi yao au wengine ambao makazi yao yaliharibiwa wakati wa vita, kwa sasa wanaishi katika makazi ya muda ya wakimbizi wa ndani, na wanaendelea kuwa na matumaini kwamba mwaka mpya unaashiria mabadiliko makubwa katika maisha yao. Ni mabadiliko gani hayo? Embu kwanza tuanze na kuwasikiliza wakina baba hawa, Kamal Abu Sheish na Akram Abu Sala. Tunatumaini Mungu atatulipa fidia kwa ajili ya nyumba zetu zilizoharibiwa. Tulipoteza watoto wetu, wengine walijeruhiwa, na tunamshukuru Mungu. Tunatumaini kwamba mwaka 2026 utakuwa bora kuliko mwaka 2025 na kwamba vita na mateso vitaisha. Kama inavyofahamika, katika vita wanaoteseka zaidi ni wanawake na watoto. Akiwa amempakata mjukuu wake, ameketi nje ya hema lake la msaada kutoka Umoja wa Mataifa, Nama Al-Kawaja anasema, mwaka 2026 natumaini kupata matibabu, nifanyiwe upasuaji na kuona siku njema zijazo. Pole sana kwa kuugua Nama. Na sasa tuwasikie wanawake wengine wa hapa Gaza nini wanatarajia kwa mwaka huu. Huyu hapa ni Wafa Al-Kawaja, mkazi wa eneo hili. Natamani tungeweza kuishi kama watu wengine duniani kote wanavyoishi. Leo watoto wetu hawana fursa ya kupata elimu wala kitu chochote kile. Makram Ahmad akiwa amesimama nje ya hema lake, naye anasema, natumaini tutarejea katika maisha yetu kabla ya vita na tutakuwa na hali nzuri, Mungu akipenda. Binoha Abu Amsha ana matumaini ya furaha. Tunatumaini kwamba mwaka huu wa 2026 utakuwa mwaka uliojaa furaha na fanaka, kwamba wanajeshi wataondoka kabisa katika ukanda wa Gaza na kwamba watu watarudi katika makazi yao. Hata kama tukirudi kambini, tutaishi kwa usalama na utulivu. Naye Shifa Abu Halima anasema, inatosha kwamba tunaishi kwenye mahema na yanazama kwa sababu ya mvua, na hakuna mtu anayetuhurumia. Hatuna chochote, hata nguo hazipatikani. Bi Rabi Al-Malash, mkazi wa Gaza, anamalizia kwa kutuma ujumbe kwa dunia akisema kuwa dunia lazima iungane na wananchi wa Palestina ambao wamepitia mateso makubwa. Tusaidieni kujenga upya ukanda wa Gaza, kufikia amani na kuwa na taifa ambapo tunaweza kuishi kwa amani na usalama. Ama hakika inatosha. Madhila yametosha na juhudi za kidiplomasia zinaendelea kuhakikisha Gaza kuna amani ya kudumu. Shukrani sana Lea Mushi kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa umewadia wasaa wa kujifunza Kiswahili. Hii leo mtaalamu wetu Oni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania BAKITA, anafafanua maana za neno mahuluji. Mahuluji ni neno ambalo linatumika sana katika muktadha wa biashara. Linatumika sana wakati budget ikipangwa ya taifa lolote lile. Mahuluji ni mapato ambayo yanatokana na kuuza nje kwa bidhaa zingine. Kwa mfano, uuzwaji wa bidhaa za kilimo, viwandani na kadhalika, lakini pia pamoja na huduma
ambazo zinauzwa nje kutoka kwenye taifa moja kwenda kwenye taifa jingine. Hizo zote bidhaa au hizo huduma zinapoingiza fedha hizo huchukuliwa au hutambuliwa kama mahuruji. Kwa hiyo ni vizuri tukaweza kutofautisha bidhaa na huduma ambazo zinauzwa nje zinaitwa mahuruji, na zile ambazo tunaziuza tunazipokea mathalan zina neno jingine. Shukrani sana Oni Sigala kwa elimu hiyo. Basi nami kufikia hapo la ziada sina, lakini nakualika tukutane tena kesho kutwa Alhamis kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha radio ni kila siku. Kwa hivyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X Habari za UN vile vile. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.